Mheshimiwa Profesa Makame Mnyambarawa, Waziri wa Uchukuzi, waheshimiwa mawaziri na manaibu mawaziri mliopo nasi, ndugu mwenyekiti wa TRC, ndugu yetu Jafar Machano, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro, pamoja na wakuu wa mikoa jirani mliopo nasi, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Kigoma na uongozi wote wa Chama cha Mapinduzi na vyama vingine vya siasa mlioko pamoja nasi hapa. Tambue pia uwepo wa mheshimiwa wenyeviti wa kamati za Bunge za miundombinu, lakini pamoja na wajumbe wa kamati hizo na waheshimiwa wajumbe wa mkoa wa Bunge wa mkoa huu wa Kigoma wakiongozwa na mbunge mwenyeji Baba Levo, waheshimiwa makatibu wakuu na naibu makatibu wakuu mliopo mkiongozwa na Profesa Godius Walter Kayarara, katibu mkuu Wizara ya Uchukuzi, ndugu wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama Tanzania, waheshimiwa wakuu wa wilaya, mheshimiwa balozi wa China, pamoja na waheshimiwa mabalozi na wawakilishi wa taasisi za kimataifa mliopo nasi hapa, wenye viti wa bodi za taasisi mbalimbali za serikali mliopo nasi, wakuu wa taasisi mbalimbali za serikali kiongozwa na mhandisi Machibia Masanja, mkurugenzi mkuu wa shirika la reli, na ndugu Plastudius Mbosa, mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya bandari Tanzania, wakili Florio Kanju, katibu mtendaji wa wakala uwezeshaji wa usafiri na uchukuzi wa ukanda huu wa kati CCTFA, wakilishi wa kampuni ya God Voyage Logistics Limited, waheshimiwa viongozi wetu wa dini, lakini tambue pia uwepo wa wakandarasi na washauri wa miradi yetu, vikundi vya hamasa na burudani, ndugu wanahabari, ndugu waalikwa, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu, mwakeye, au pengine niulize ulidiwaje? Nashukuru sana ndugu zangu, nami niungane na viongozi wetu wa dini na wote walionitangulia kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuturuzuku hai na siha njema na kwa kutuwezesha kukutana hapa salama. Nichukue nafasi pia kushukuru Waziri wa Uchukuzi kwa kunialika kuja kujumuika nanyi katika shughuli hizi muhimu za uzinduzi wa meli 4 za mizigo na uwekaji wa jiwe la msingi mradi wa reli ya kisasa SGR kipande cha Tabora hadi hapa Kigoma. Kipekee ni washukuru sana wananchi wa mkoa wa Kigoma kwa bashasha na mapokezi mazuri mliotuonesha mimi na wageni wote tuliotoka nje ya Kigoma kuja kwenu. Kigoma oye! Nikiwa njiani kuja hapa, nilijionea makundi mbalimbali ya wananchi wakiwemo vijana, maafisa usafirishaji na akina mama waliovaa sare zenye jumbe mbalimbali za uzalendo ambazo kwa kweli zimeendelea kunitia moyo na kunipa nguvu na ari ya kuendelea kulitumikia taifa hili. Asanteni sana wana Kigoma. Na kwa kuwa hii ni mara yangu ya kwanza kukutana nanyi tangu tulipomaliza uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, nitumie nafasi hii pia kuwashukuru sana kwa imani na ushindi mliokipatia Chama cha Mapinduzi. Ahadi yetu kwenu kuendelea kuongoza na kusimamia taifa hili
kwa awamu nyingine kwa ufanisi na maendeleo makubwa. Kwa hakika imani mliotupatia Chama cha Mapinduzi si suala la hisani na ni zaidi ya kutimiza wajibu wenu kikatiba. Imani yenu kwetu ni deni. Tutawalipa kwa kuwatumikia na kuwaletea maendeleo. Kama mtakumbuka, wana Kigoma, ziara niliyoifanya mapema mwaka 2022, nilikuja Kigoma na kuwapa ahadi kwamba moja, Kigoma haitakuwa mwisho wa reli, bali itakuwa ni kituo cha katikati toka Dar es Salaam kufika Kigoma kwenda mbele, na hiyo ahadi tumeanza kuitekeleza. Lakini niliwaahidi wakati ule kwamba tunakuja kuifufua Kigoma na kuirudishia hadhi yake. Nadhani aliyosemwa hapa na mkuu wa mkoa na mengine mengi yanayoendelea ni katika kutimiza ahadi hiyo. Kigoma oye! Katika kutimiza ahadi hiyo ndio maana leo tupo hapa, ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa deni hilo kwa wana Kigoma na Watanzania wote kwa ujumla. Ndugu viongozi na wananchi wenzangu, serikali yetu imeendelea na jitihada mbalimbali za kuimarisha miundombinu ya usafiri na usafirishaji ndani ya nchi yetu, ikiwemo ujenzi wa reli ya kisasa, uendelezaji wa bandari zetu na ujenzi wa barabara na viwanja vya ndege. Nataka niungane na mkuu wa mkoa Siro alipozungumzia kiwanja cha ndege. Hata mimi wakati ninakuja nilikuwa na maono ya kiwanja cha ndege cha Dodoma nilichokiacha nilipokuja wakati wa kampeni, lakini nilipotua mambo ni tofauti. Kiwanja kinajengwa kwa kasi na kitakapokamilika kitakuwa kiwanja cha kisasa, lakini hata runway iko smooth, laini, na tumetua vizuri sana. Kwa hiyo niwapongeze wana Kigoma. Tunafanya haya yote kwa lengo la kuifungua nchi yetu kibiashara na kiuwekezaji, kupunguza gharama za usafiri na usafirishaji na kurahisisha bidhaa zetu kuyafikia masoko ya ndani, lakini pia masoko ya nje ya nchi. Kijiografia, nchi yetu ni lango la biashara kwa nchi jirani zinazotuzunguka. Kwa msingi huo, kila tunapojenga reli, viwanja vya ndege, bandari au barabara, hatuunganishi mikoa yetu pekee, bali tunaiunganisha pia nchi yetu na fursa za masoko ya Afrika Mashariki, Maziwa Makuu, Afrika ya Kati na Kusini mwa Afrika. Katika muktadha huo, Kigoma ina nafasi nzuri kijiografia na kimkakati, kwa kuwa ni lango muhimu la biashara na uwekezaji linalotuunganisha Tanzania na nchi jirani ikiwemo Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Zambia. Hivyo meli za mizigo tulizozizindua leo pamoja na ujenzi wa reli ya kisasa utakapokamilika vitakuwa ni nyenzo muhimu zitakazotuwezesha kufikia maono na matamanio yetu kama nilivyoyasema na kama ilivyosemwa na wengine hapa. Niwahakikishie wana Kigoma pamoja na maeneo mengine ya nchi, tutaendelea na utekelezaji wa mipango ya serikali ya kuimarisha, kuendeleza na kuboresha miundombinu ya usafiri na usafirishaji kwa manufaa ya wananchi na taifa kwa ujumla. Tunafanya haya ili nafasi yetu ya kijiografia tuliyojaliwa na Mwenyezi Mungu. Mungu mwenyewe ndio anajua kutuumba Tanzania hapa tulipo, na akatupa rasilimali zote na nyenzo zote za kuifanya Tanzania kuwa kituo kikubwa cha biashara. Kwa hiyo kimaumbile Mungu alishatumba hivyo, lakini kisera na kisheria ni juu yetu kuifanya sasa Tanzania kuwa kituo kikubwa na muhimu cha biashara ndani ya Afrika, na tunaelekea huko. Tunafanya hayo ili kukuza biashara, kipato na ajira kwa wananchi wetu na ustawi wa taifa letu kwa ujumla. Kwa muktadha huo, Kigoma haitakuwa tena mwisho wa reli,
kama ambavyo imekuwa ikifahamika, bali itakuwa ni mwanzo wa kufunguka kwa fursa za biashara na uwekezaji, kwa kuwa kama nilivyotangulia kusema, miundombinu tunayoendelea kuijenga inakusudia kuunganisha shughuli za kiuchumi za mkoa huu na masoko ya ndani na nje ya nchi. Kigoma itastawi na Kigoma itanawiri. Kigoma oye! Ndugu viongozi na wananchi wenzangu, leo tumeweka jiwe la msingi la ujenzi wa reli ya kisasa kipande cha Tabora hadi Kigoma, ambacho kama alivyosema Waziri wa Uchukuzi kina urefu wa kilomita 506 na ujenzi wake utagharimu takriban dola za Kimarekani bilioni 2.74 au Tanzania shilling trilioni 7.4. Niwashukuru wabia wetu wa maendeleo kwa kutunga mkono katika utekelezaji wa mradi huu. Reli hii itakapokamilika itaunganisha Kigoma na mikoa ya Tabora, Dodoma, Morogoro hadi Dar es Salaam, pamoja na mtandao wa njia ya reli kuelekea Mwanza. Maana yake ni kwamba mizigo kutoka bandari ya Dar es Salaam itafika moja kwa moja hadi hapa Kigoma kwa haraka na kwa uhakika zaidi. Kwa wakulima wa Kigoma, maana yake ni kwamba pembejeo zitawafikia kwa gharama nafuu na mazao yanayozalishwa yatapata masoko makubwa. Kwa ndugu zetu wanaoendesha maisha yao kwa kutegemea shughuli za uvuvi, watasafirisha kwa urahisi mazao ya uvuvi kwenda kwenye masoko ya uhakika. Vile vile, kwa wafanya biashara na wajasiriamali, reli hii itakapokamilika itawapunguzia muda na gharama za usafirishaji, na mnyororo huu wote unakwenda kuzalisha fursa za ajira hususan kwa vijana wetu wa mkoa huu wa Kigoma katika njia ya reli, bandari, maghala, hoteli, usafirishaji, matengenezo ya mitambo na huduma nyingine zitakazotokana na kazi hii. Kwa hivyo tujiandae na kuchangamkia fursa hizi. Uwekezaji huu wa Kigoma ni kwa faida yenu, unakwenda kustawisha maisha yenu. Kwa hiyo tuchangamkie fursa hizi. Ndugu viongozi na wananchi, leo pia nimezindua meli 4 za mizigo zinazoundwa au zilizoundwa na uwekezaji wa sekta binafsi wa kampuni ya Gold Voyage Logistics Limited katika bandari ya Karema. Meli hizi zitatumika kusafirisha shehena za mizigo kutoka upande wa Tanzania kwenda nchi jirani za DRC, Burundi na Zambia. Nawashukuru sana wawekezaji hawa kwa kuunga mkono jitihada za serikali za kuwaletea maendeleo wananchi. Vile vile, uwekezaji na mnyororo mkubwa wote huu unakwenda kuvutia wawekezaji kuweka vituo vikubwa vya logistics na usafirishaji hapa Kigoma, na ndio maana nikasema kuna kazi zaidi zitazalishwa kutokana na miradi hii. Na huo ndio kama alivyosema waziri, ni mfumo jumuishi wa uchukuzi. Serikali yetu kama ambavyo siku zote nimeendelea kusema, itaendelea kuweka mazingira wezeshi ya kisera, kisheria na kitaasisi kwa ajili ya kuvutia uwekezaji zaidi ndani na kutoka nje ya nchi. Tunawakaribisha wawekezaji wengine wenye nia ya kufanya hivyo waje kuwekeza nchini kwetu kwa msingi ya manufaa ya biashara kwa pande zote, yaani wao wapate na sisi tupate, au kwa lugha ya Kiha wanasema win-win situation. Vile vile nimeelezwa kuhusu maendeleo ya meli yetu kongwe ya MV Liemba ambayo ukarabati wake upo katika hatua za mwisho. Nimeambiwa imefika 99%. Hii ni meli yetu ya asili, ni meli yetu pendwa. Meli hii ni urithi wetu uliohudumu kwa kipindi kirefu sana. Niwatake Wizara ya Uchukuzi na Mamlaka ya Bandari Tanzania kuhakikisha
Meli hii inakarabatiwa kwa viwango na ubora wa hali ya juu ili iweze kutumika kwa miaka mingi ijayo, kama ilivyotumika nyuma, iweze kutumika tena kwa miaka mingi ijayo. Mheshimiwa Waziri, naelewa kwamba ndani ya mkoa huu kuna karakana ya serikali inayojengwa, na kwa sababu serikali ina mafungu mengi ya kupeleka fedha, ujenzi huu unakwenda polepole, lakini tumeona mfano mzuri wa kampuni hii iliyojenga meli. Ni kuombe kaeni nao wawekezaji hawa, zungumzeni nao muweze kuelewana, kuwakabidhi karakana ile waimalize, na kwa sababu wana meli 4 nyingine ambazo wameshajenga na watakazozijenga, na sisi serikali tuna meli nyingine 8. Karakana hii iendeshwe kwa misingi ya pamoja, serikali na wao, lakini wao wakiwa mbele, waweke uwekezaji pale ili twende tumalize kwa haraka. Tukienda serikali peke yetu hatutafika haraka, lakini tukiwashirikisha kwa makubaliano ya mkataba tunaweza tukaenda haraka. Kwa niombe sana karakana ile, zungumzeni, imalizwe, itumike. Ni karakana kubwa ambayo inaweza kubeba meli ya aina yoyote, kutengeneza na kufanya matengenezo au matunzo ya meli ya aina yoyote. Kwa hiyo naomba mzungumze na wawekezaji hawa. Wawekezaji mliowapa wanakwenda polepole, wanakwenda polepole kwa sababu ya ufinyu wa fedha serikalini, lakini hata wenyewe hawana uwezo huo. Sababu mwekezaji mwenye uwezo, serikali ikisita yeye anaendelea, sio yule ambaye serikali imesita na yeye anasitisha kazi. Hapana, naomba hili limalizeni. Ndugu viongozi na wananchi wenzangu, napoelekea kuhitimisha hotuba yangu, nipende kusisitiza suala la amani, usalama na maendeleo ya nchi yetu. Uwekezaji huu unagharimu fedha nyingi sana, zimetajwa hapa. Upande wa reli peke yake ni trilioni 7 karibu na nusu, mbali miradi mingine ya meli, bandari. Nimekwenda kuona bandari, nimeona maboresho makubwa yanayofanywa kwenye bandari ya Kigoma. Kwa hiyo uwekezaji wote huu ni fedha nyingi. Hivyo basi sote tuna wajibu wa kikatiba na kizalendo wa kulinda miundombinu hii, reli, barabara na bandari zetu. Hujuma yoyote dhidi ya miundombinu hii si hasara kwa serikali peke yake, bali ni kwa kila Mtanzania, kila anayelipa kodi na nchi kwa ujumla. Lakini sio tu kwa sisi tuliopo, hata kizazi kijacho, kwa sababu fedha yote tunayoiweka mkenda mkiharibu, kupata tena fedha ya aina hiyo kurudisha mradi ule ule itachukua miaka mingi sana, na hivyo kufifisha maendeleo ya kizazi kijacho. Kwa niwaombe sana wananchi wa Kigoma wote kuwa na itikadi ya usalama kwanza, halafu maendeleo yetu. Bila usalama hakuna maendeleo. Kusingekuwa salama leo tusingeweka majiwe ya msingi hapa. Wana Kigoma msingefurika kwa wingi hapa, kila mtu angekuwa amejifungia na kuogopa kutoka. Niwaombe sana wana Kigoma, tuchunge usalama wa mkoa wetu. Katika hili navielekeza pia vyombo vya ulinzi na usalama kwa kushirikiana na Wizara ya Uchukuzi na wadau wengine muhimu kuweka mikakati madhubuti na shirikishi ya ulinzi wa miundombinu hiyo ambayo tunaijenga. Ndugu zangu, swala la amani na usalama wa nchi yetu ni kipaumbele cha kwanza na hatupaswi kulipuuza hata kidogo. Niwatake tulinde tunu hizi, tusikubali kushawishiwa au kutumika na watu wasiotakia mema nchi yetu, wawe ni wa ndani au kutoka nje ya nchi. Tukivuruga amani na usalama wa nchi yetu, maendeleo haya tunayoyataka hayatashamiri na hayatakuwa na maana. Mifano mingi tunayo. Nchi jirani hapo zinaagiza kila kitu kutoka nje kwa sababu hawana fursa, hawana wasaa wa kutulia na kuzalisha ndani kwao.
hata kilimo tu kidogo, hawana wasaa na fursa ya kwenda kulima na kuvuna mazao yao wakajitegemea. Kwa hiyo amani na usalama ni maendeleo, na maendeleo ni amani na usalama. Sote tuwe macho na tuepuke wasaliti na maadui wa nchi yetu. Ndugu viongozi na wananchi, nirejee tena shukrani zangu kwa wananchi wa Kigoma kwa mapokezi mazuri na kujitokeza kwa wingi katika shughuli hii. Lakini zaidi ya hayo, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa alikuwa ananinong'oneza kwamba kuna zawadi zimeandaliwa kwa ajili yangu na ujumbe wangu. Kwa hiyo tunawashukuru sana wana Kigoma kwa zawadi hizo. Zaidi ni kushukuru Waziri wa Uchukuzi kwa kunipa fursa hii iliyoniwezesha kukutana leo na ndugu zangu wa Kigoma. Shukrani za dhati kwa kampuni za Kichina zilizojenga meli na zile zinazojenga reli na wale wote wanaotoa huduma katika miradi hiyo. Shukrani kuu ni kwa balozi wa China ambaye kwa ufanisi mkubwa anazisimamia kampuni hizi ili ziende kufanya kazi zao vizuri na kutotia aibu katika miradi hii. Baada ya kusema hayo, sasa nirudie kutamka kwamba meli 4 zilizoundwa kwa ajili ya kusafirisha mizigo katika ziwa Tanganyika zimezinduliwa rasmi. Vile vile jiwe la msingi la ujenzi wa reli ya kisasa kipande cha Tabora Kigoma sasa limewekwa rasmi. Kigoma oye! Maendeleo oye! Sasa niwatakie utekelezaji mwema wa kazi hii muhimu kwa mustakabali wa mkoa wa Kigoma na taifa letu kwa ujumla. Mungu aibariki nchi yetu, Mungu aubariki mkoa huu, na asanteni sana kwa kunisikiliza.